want to look at the mining sector from the arena or from the standpoint of management, there are 4 things that you need, and I'll say them in Swahili. Unahitaji uzalendo, unahitaji maono, unahitaji ujasiri, na unahitaji uthubutu. Vitu hivyo vinne ndivyo unavihitaji. Na ni ukweli usiopingika ya kwamba katika serikali ya awamu ya 5 ikiongozwa na John Joseph Magufuli akisaidiwa na Waziri Biteko hapa, mmedhihirisha uzalendo, mmedhihirisha maono, mmedhihirisha ujasiri, na mmedhihirisha uthubutu. Na nyinyi ndio mnaosema ya kwamba wali wa kushiba huonekana kwenye sinia. Ni dhahiri ya kwamba wali huu ni wali wa kushiba na kwa sinia inaonekana. Na hilo ni jambo lazima tulitilie mkazo, kwa kuwa katika siku za usoni kuna vitu ambavyo lazima tuvitathmini. Kwa kuwa Tanzania imebadilisha mwenendo na sera katika sekta hii ya madini. Sasa wenzetu hao kutoka katika nchi za Ulaya na nchi za Uchina na bara Asia nao pia watabadilisha mienendo. Watakuja na vini macho vingi kutuhadaa kwa njia tofauti tofauti. Alisema waziri hivi ya kwamba katika vitu hivi vya CSR katika siku za awali ilikuwa ni kiini macho tu, wanakuja wananua sare za shule kisha wanasema sisi tumechangia jamii hapo. Sasa wameng'amua ya kwamba tumeerevuka, watakuja na mbinu za kinyemela ili kuhakikisha kwamba wametufumba macho zetu, na tuna jukumu la kizalendo kuhakikisha kwamba tumewaongoza katika njia ambayo itatukidhi sisi na itatufaa sisi. Na njia hiyo ni kujiuliza swali hili: je, vitu hivi wanavyovifanya itaboresha sekta ya madini kwa njia gani sasa na katika siku za usoni? Na tukiyashughulikia mambo hayo, tukiwa na sheria ambayo itatukidhi sisi, tukiwa na sheria ambayo itahamasisha wawekezaji na wananchi wa Tanzania, na tukiwa na sheria ambazo zitahakikisha kwamba sio Tanzania tu, lazima pia tujiulize katika eneo la Afrika Mashariki, je, kuna ushirikiano baina ya nchi za Afrika Mashariki, ushirikiano baina ya Kenya, Tanzania, Waganda, Warundi na Wanyarwanda na Sudani ya Kusini? Kwa kuwa hao wahuni hawa mkiwatorosha hapa Tanzania wanabura kwenda Kenya, ukiwatorosha Kenya wanabura kwenda Uganda, ukiwatorosha Uganda wanakwenda Burundi, ukiwatorosha Burundi wanakwenda Rwanda, ukiwatorosha Rwanda wanabura kwenda Sudani ya Kusini. Na isiwe inakoma hapa tu, lazima pia tuangalie kanda ya Afrika Kusini katika SADC. Je, sheria hizo ambazo tunazitumia katika maeneo haya, tukiangalia SADC, tukiangalia ECOWAS kule Afrika Magharibi, je, yanawiana kwa njia ambayo sasa sisi kama Waafrika tunatembea katika mkondo mmoja na tuna uwezo wa kupambanua ni vitu vipi vinatufaa kama Waafrika? Hivi sasa katika mwezi wa kwanza mwaka huu tumezindua soko moja ambayo itavunja hivi vitu vya ushuru katika bara la Afrika, Africa Continental Free Trade Area. Tusipochunga, kitu ambacho kitafanyika ni ya kwamba kwa njia za kinyemela wawekezaji hao wa kutoka nchi za nje wataenda katika nchi mbalimbali, na wakishaenda huko watasema vitu tunavyovifanya, vitu tunavyovisafisha ni vitu kutoka Nigeria, ilhali vimetoka Finland au vimetoka Uchina na wasilipe ushuru. Hivi ni vitu ambavyo lazima tuviangazie, na wale ambao wanahudumu katika serikali mbalimbali katika bara la Afrika wana jukumu la kuhakikisha kwamba tumejizingira kwa njia inayofaa. Nikisema hivyo sisemi ya kwamba hatutahusika na yale ambayo yanafanyika katika nchi mbalimbali. Tutafanya hivyo, lakini tutafanya hivyo kwa msimamo wa kujiamini, sio msimamo wa kujidunisha.
na hilo ni jambo ambalo lazima tuliangazie katika sasa na katika siku za usoni. Nikimalizia kwa lugha ya Kiingereza, I'm saying that in the context of political governance of the mining sector, it is important that Tanzania is not an island or an oasis in the East African region. There is wisdom in ensuring that what is happening in Tanzania, and Tanzania is now ahead of all the East African countries in this regard, that this is also done in the East African community, so that when you have people who are bad, ill-mannered, because some of these investors, I'm looking for a good word to say about things, some of these investors have very bad manners. And they have no respect for Africans. They have no respect for African countries. And when you take them away from Tanzania because of your legal regime, then they find another country whose legal regime is favorable. And that is what we must do. We must create an environment in East Africa, which environment speaks the same language. The same environment must be created in SADC. The same environment must be created in ECOWAS. The same environment must be created in the Maghreb. And now that we have the Africa Continental Free Trade Area, which removes the tariff and non-tariff barriers, it is now very critical that going forward, when we deploy the full arsenal of the Africa Continental Free Trade Area, we are doing so from a position of strength. I hear you as I conclude that Tanzania is entering into partnerships with different European and American and Chinese companies. I have no quarrel with it. We are not an island. We cannot live apart from the world. We are part of the world. I hear Tanzania is benefiting better than it benefited a few years ago, and I like that that is happening. I hear them saying that they have good plans for us. But he who was eating a chicken 2 years ago, when he is given a goat 2 years later, he thinks he's doing very well. Yet what he deserves is a cow. And it is this cow that I'm talking about. We deserve better if we have proper management structures, if we have good legal infrastructure, if we collaborate regionally, if we have individuals who are trained. And that is why transfer of technology is also very important as we talk about local content. If Barrick is here, we want to see that in the next 10 years, Twiga is also mining in Australia. Twiga is also mining in Indonesia. So that Twiga is not just a Tanzanian outfit. Tembo is not just a Tanzanian outfit, but it is an international player in its embryonic days. And as I said, and I wish to conclude, in order to achieve this, you know, the former president of Burkina Faso, Thomas Sankara, said, and I can't agree with him more, that if you want to change anything in a post-colonial state, in an environment where neo-colonialism is alive and well, you must be mad, but in an orderly manner, in an orderly way. My friend Dr. Buteko and his ministry have gone mad. But their madness is orderly. In their madness, in their orderly madness, Acacia left. In their orderly madness, the Tanzanian mining sector now has a story to write home. In their orderly madness, the women who are miners in Geita now have a story to tell.